mchakato ya vyeti vya tathmini ya mazingira. Lakini toka siku tulipokutana, nimepata faraja kubwa, kwanza kujua kazi yenu kwa ujumla wake, lakini pili kujua umuhimu wenu katika ofisi yao. Nilichobainisha kwamba wataalamu wa mazingira nchini mna umuhimu mkubwa sana wa kuendelea mimi niliopewa dhamana na instrument kutimiza vizuri wajibu wangu. Wataalamu wa mazingira mna kazi kubwa sana ndugu zangu. Kwa hiyo hongereni sana kwa hiyo kazi. Na mpaka leo hii nilikuwa nikifuatilia utendaji wenu wa kazi. Kwa hakika mna kazi nzito. Moja, lazima muelewe kwanza mna kazi nzito, lakini hata mustakabali wa nchi yetu, katika jambo kubwa tunalosema nchi yetu inaenda kujielekeza hasa katika swala zima la uwekezaji. Na kama mnavyoona, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ajenda yake kubwa ni kwamba kuvutia wawekezaji wengi waje Tanzania katika swala zima la uwekezaji. Lakini uwekezaji wa aina yoyote hautoweza kwenda haraka ama hatutoweza kufanya vizuri katika uwekezaji kama wataalamu wa mazingira wasipopewa nafasi kufanya kazi yao ipasavyo ama kushiriki kwa ukubwa wake. Uwekezaji huo huenda ukasuasua ama tukawekeza katika utaratibu ambao hatukupaswa kuwekeza kwa staili hiyo, kwa sababu utaenda kuathiri mazingira. Kwa hiyo ndugu zangu, binafsi naomba niwapongeze sana sana kwa kazi kubwa mnayofanya mmoja mmoja na wale kupitia katika makampuni yenu. Nishukuru mpaka sasa nimepewa taarifa, baraza letu la usimamizi wa mazingira tayari takribani mtu mmoja mmoja na kampuni zaidi ya 1000 zimeshapata usajili kwamba mnaweza kufanya tathmini ya kimazingira. Ndugu zangu, hongereni sana. Idadi hii 1000 ni idadi kubwa sana yenye kuweza kutoa matokeo makubwa ndani ya nchi. Lakini pia nimeambiwa kati ya waliosajiliwa 1000 ni 250 tu ambao wako active, ambao Chama cha Mazingira ndio kinawatambua kwamba, na NEMKI ikifahamu kwamba hawa 250 tunaozungumza, idadi hiyo ni 25% ya wote waliosajiliwa ndio wako active, wengine wote wako dormant. Katika hili niwapongeze wale ambao toka wamepata usajili mpaka sasa wameendelea kuwa hai katika utendaji wao wa kazi. Ndugu zangu mliokuwa hai, hongereni sana. Na ndio maana nilipokuwa ninatambulisha nikasema wote inukeni, sitaki kumwona mtu mfu katika mkutano huu. Kwa hiyo hongereni sana sana sana. Najua kuna visababu vingi sana vinavyosababisha wengine wasionekane wako hai. Inawezekana annual fees ikawa ni tatizo, inawezekana utendaji wetu wa kazi, competence, maana wengine inawezekana tuna changamoto katika utendaji wetu wa kazi, na kama changamoto hizo tukiwa nazo, hata ulipaji wa ada ya mwaka inawezekana ikawa ni changamoto. Kwa hiyo kupitia mkutano huu ni waombe wote ambao hawajakuwa hai japo walisajiliwa, kwanza turudi katika gurudumu na kuhakikisha kwamba tunafanya kazi hizi za kimazingira kwa weledi mkubwa, lakini kuendelea kuwa hai katika maeneo yetu ya kazi.
Nimeambiwa mkutano wetu huu mahususi utakuwa na mambo kadhaa, lakini makubwa tutajielekeza katika maeneo mawili. Jambo la kwanza, kwa mujibu wa sheria namba 20 sheria ya mazingira mwaka 2004 ilikuwa na kanuni, lakini kulikuwa na mapitio ya kanuni haya katika vipindi kadhaa. Mwaka 2015 then rejea 2019, lakini tulifanya maboresho katika kanuni iliyotoka tena ya tarehe 19 mwezi Machi 2021. Ni maboresho ya mwisho ya kanuni hizi ambazo zimefanyika katika upande wetu kwa jinsi gani maafisa mazingira wanaweza kufanya kazi zao vizuri sana, na nina imani katika maboresho ya kanuni hizo ninyi wataalamu wa mazingira mliko machampioni ya kuboresha katika upande wa kanuni hizo. Kwa hiyo jambo la kwanza mkutano wetu huu itakuwa ni kupitishana katika kanuni hizi mpya, nikifahamu wazi kwamba sio wote tunaofahamu kanuni hizi, utendaji wake na usimamizi wake, na jinsi gani tunaweza kushiriki katika kazi zetu. Kwa hiyo jambo kubwa limeamua la mkutano huu wetu wa leo ni kupitishana katika utaratibu huu wa kanuni, ambao na imani tukizielewa vizuri tutaweza kutimiza vizuri wajibu wetu. Hili ni moja kusudio la mkutano huu. Lakini kusudio la pili ni kwamba tunafahamu utaalamu wetu wa vyeti vya mazingira ulikuwa ukitolea katika mfumo wa analojia mwanzo. Sasa utaratibu umebadilika. Sasa mfumo umetengeneza mfumo wa kidigitali ambao utawezesha vyeti vyote sasa hivi vitolewe katika utaratibu wa kidigitali, na jambo hili limeleta faraja kubwa sana. Mpaka leo hii zaidi ya vyeti 956 vimeingizwa katika mfumo, lakini mfumo wetu umeendelea kuwa na maboresho mbalimbali, na hili mtendaji mkuu Dr. Samuel Gwamaka hapa alikuwa akizungumza. Mfumo mwanzo ulivyoanzisha, kulikuwa na baadhi ya vitu vilikuwa havipati fursa. Kwanza, kwa mfano, minara ya simu, miundombinu ya barabara ilikuwa haipati fursa, lakini nguzo za umeme, zote hizi na mambo mengine kadhaa. Lakini mfumo sasa umeboreshwa, ambayo sasa hivi maeneo hayo yote yameingizwa katika mfumo. Kwa hiyo kusudio la mkutano huu, jambo lingine, jinsi gani kupitishana katika matumizi sahihi ya mfumo na hasa katika maeneo yaliyoboreshwa. Kwa hiyo mkutano huu wetu wa leo, licha ya kuendelea na lile eneo lingine la mkutano wenu wa mwaka, lakini maeneo haya ni maeneo mahususi ya kujengeana uwezo katika kutimiza vizuri majukumu yetu ya kazi. Kwa hiyo imani yangu kubwa katika maeneo hayo mawili, wataalamu wa mazingira, tukitoka na hapa tutakuwa mahiri sana katika utendaji wetu wa kazi katika upande wetu wa mazingira. Ataumisi mkutano huu wetu wa leo, mimi naamini atakuwa amekosa mambo makubwa sana ambayo ninyi wachache mliokuja humu au wengi mliokuja humu, kwa sababu sidhani kama tumefika 250. Hata wale waliokuwa hai nadhani idadi haijafika vizuri, lakini naamini ninyi mliokuja humu kwa wingi wenu mtakuwa mmejenga mazingira mazuri zaidi ya kuhakikisha kwamba mnapata manufaa makubwa zaidi. Na hasa nikizungumza katika upande mfumo wa kielektroniki, leo hii imekuwa na faida kubwa sana. Mtu anaweza kuona jambo hili limekwama wapi. Kwa mfano, siku ile nilieleza katika mkutano huu tukiwa ndani, na nilisema kwamba kwa vile tuna mfumo, mimi jambo la kwanza kila siku asubuhi kazi yangu kubwa ni kuangalia cheti gani cha nani kimeingia katika ofisi ya waziri. Naomba niwaambie, hiyo ndio assignment yangu ya kawaida. Kila siku nikiingia ofisini, jambo la kwanza ni kuchukua iPad yangu, kuingia katika mfumo, niangalie ni vitu gani vimefika ofisini kwangu. Naomba niwaambie, hakuna cheti kinacholala ofisini kwangu leo. Na leo mpaka asubuhi nilikuwa na timu ya nini, nikawaambia, nikawaisha leo kwangu mimi mezani kwangu, kati ya vyeti hivi nilivyosema 956 kwangu mimi ofisini kwangu
katika dawati la waziri hakuna cheti kilicholala jana. Lakini ofisi ya makamu wa rais, vyeti mpaka leo hii asubuhi vilivyoingia ambao viko katika wakurugenzi mbalimbali kwa ajili ya mapitio ni vyeti 17. Manake vyeti 17 kati ya vyeti 956. Ukiangalia hiyo ni asilimia ngapi? Ni asilimia ndogo, ambao vyeti vilivyo katika ofisi ya makamu wa rais. Lakini kwa waziri mwenye kusaini vyeti mpaka leo hakuna cheti kilicholala. Nia yangu ni nini? Sitaki kuwa frustrate wawekezaji katika swala zima kwamba cheti kiko kwa waziri. Lakini mpaka leo hii ninapozungumza, NEMC na nyie ma consultant na vyeti 848. Jipigeni makofi wenyewe. Hii kama biashara ni biashara ndaza imelala kwenu. Mazingira we. Nataka nipige mahesabu 848 divide by 956. Asilimia 88.7 iko kwa ninyi mlionita. Sasa miongoni mwa mambo mtatakiwa kuyafanya leo hii, mseme kwamba kwa waziri leo hii kuna asilimia 0 ya cheti kilicholala ofisini kwake. Kwa wataalamu pale wizarani kwangu kuna asilimia 11.3. Lakini ninyi mlionita mna asilimia 88.7. Pigia makofi tafadhali. Kwa hiyo miongoni mwa maazimio mnataka kwenda kuyafanya leo hii ni kuangalia jinsi gani mnaenda kutoa backlog ya vyeti vya watu vilivyolala. Na ikiwezekana, mkurugenzi hapa, kabla mjatoka, mueleze leo NEMC ina vyeti vingapi na maconsultant wana vyeti vingapi, na vyeti vingapi vimeoverdue muda mrefu. Kuna siku moja mtu amenitumia message, waziri, nimeambiwa cheti kiko ofisini kwako, cheti tunatuchelewesha cheti. Tunawekeza Tanga, ofisi inachelewesha cheti. Nimeingia katika mfumo tena, nikaambiwa anaotuchelewesha mtaalamu wako anaitwa Mapinduzi. Nikaingia katika mfumo, kumbe yule bwana alileta kazi yake, ilipitiwa ofisini, akapewa, akarudishiwa. Cheti bado kiko kwa consultant, alileta ofisini na mnapo akarudishiwa. Cheti kiko kwa mtaalamu wake. Bahati mbaya mtaalamu wake naye alikuwa hajampa pesa, hajamlipa. Amefikiria aje kwa waziri shoti, katajua waziri atasaini cheti. Nikamwambia system ni hapa inazungumza, wewe cheti tarehe fulani ulirudishiwa, mpaka wa mtu wako unaozungumza mpaka leo hii cheti hakijafika. Akakituma saa 2 asubuhi siku ile tena, baada ya kuleta malalamiko kumwambia wewe ndo mwenyewe, wewe mtu wako ndo mwenye matatizo. Ndo asubuhi kile cheti kimefika wapi? Nini? Lakini huku message akasema kila kitu kimeweka. Kumbe kufuatilia hata yule consultant alikuwa choka ambaye hajalipwa. Sasa consultant atafanyaje kazi kama umlipi wewe? Wewe ndo client mwenyewe. Wewe ndo mwenye uwekezaji wako mwenyewe. Unataka upate cheti wakati hujatimiza wajibu wako. Kwa hiyo kuna watu wengine hawajatimiza wajibu wao, lakini wanataka shortcut. Na akifikia hata singine na rafiki yake mbunge anafahamiana waziri, bwana waziri kuna nini? Hakuna ubabaishaji hapa. Tunataka nini? Compliance ya utaratibu.
Mpaka jana nilipewa concern moja